sio vibaya kusikiliza mahubiri mtandaoni, lakini unamsikiliza nani? Asije kuwa nabii wa uongo. Anakuambia kunywa pombe. Yesu aliwapa watu pombe. Vuta sigara. Sigara tu ni moshi, unakufanya tu akili uchangamke. Wakati hata aliyoitengeneza anasema ni hatari kwa afya yako. Aliyetengeneza pombe anasema ukinywa pombe usiendeshe gari. Na mwingine anakuambia kunywa kwa kiasi. Wameweka warning walioitengeneza wenyewe. Amen. Amen. Sasa lakini unashangaa watu wengine wanaenda mbio. Sigara ni hatari kwa maisha yake, anavuta paketi nzima. Na akijua, na anayenunua anajua kusoma na kuandika, na mwingine ni msomi wa hali ya juu. Lakini anaona tu anaignore, anapuza, anadharau. Anavuta miaka mingapi tu mapafu yameoza. Mwingine anakuambia, mbona babu yangu alivuta, mbona mjomba alivuta, mbona shangazi alivuta, mbona hawajawahi kuoza mapafu. Unajua alikuwa ni nani? Kwenye dunia hii kuna viumbe ambao ni watu wa kawaida na viumbe wengine hawakuwahi kuwa watu wa kawaida. Hata wewe unajua kuna babu yako alikuwa na maisha kwa kawaida hiyo. Hata kuzaliwa kwake hakukuwa kwa kawaida. Hata makuzi yake, akili zake, matendo yake, miujiza yake haikuwa ya kawaida. Alipokufa yeye hajawahi kuzaliwa wa aina yake kwenye ukoo wenu. Vizazi vyote vilivyotangulia, vilivyobaki. Amen. Kwa hiyo ukimuiga yule, inawezekana unajifunza kwenye kitu ambacho ni cha ajabu, ambacho ukijua asili yake. Kuna watu bibi yako alivyozaliwa, alizaliwa kwa kutabiriwa na waganga, akazaliwa akiwa na uchawi, akapewa uganga, na yeye mwenyewe kufa kwake alipotea. Alienda mlimani kuchanja kuni, hajawahi kurudi mpaka leo. Na aliyeitwa jina kama la kwake naye alizaliwa kama huyo, na yeye alipotea kama huyo, hajawahi kuzikwa. Kuna babu yenu wa ukoo naye wa aina hiyo. Kuna watu asili ya mwanadamu huwa anazaliwa, anakuwa, anazeeka, anakufa, anarudi mavumbini. Yeyote zamani hapakuwa na mambo kama tunayosikia leo ya utekaji. Zamani watu walikuwa wanajizeekea, wanajifia. Zamani ukipotea umechukuliwa ama na wachawi au na mashetani. Na ili wakuchukue lazima uwe na connection nao. Ndio nasikia alikwenda kuchanja kuni mlimani akapotea. Lakini ujiulize, huyu aliyeacha kupotea akiwa kijana, akawa mbaba, akiwa bado ana faida za kulima, mpaka leo amezeeka anakaribia kufa, eti akaondoka tu anaenda ziwani kuoga jioni kajua kaivi, akapotea, amerudi kwao. Amerudi kuzimu alikotokea, kuzimu ya baharini. Mwingine anasikia alienda kuoga, akaenda na wengine twende, akafika tu kuingia ndani ya maji akurudi. Tafuta mpaka leo na mwili wake haujawahi kuonekana. Lakini aliyekufa maji wa kawaida huwa anaelea. Amen, amen. Unaona hicho kitu? Wewe huyo ndio unajifunza kwake. Alikuwaga anavuta kiko. Sasa leo kiko akipo, huyu amepita kwa babu yake yule anavuta sigara. Una miaka 30 mapafu yanaoza kwa sababu wewe sio shetani. Wewe ni mtu. Hauna ulinzi wa kimiungu ndani yako. Amina, amina. Amina, amina. Unaelewa vizuri? Ndio maana ziko koo zenyewe tu wanavuta bangi. Na kuna koo zivuti bangi. Wanamwambia yule uko wetu uvuti bangi wala unywi pombe. Ukijaribu unakufa au unaharibikiwa, unachanganyikiwa. Mtu amekunywa pombe tu mpaka anakuwa mweu. Mwingine bangi mpaka mweu, lakini mwingine bangi ni kama soda. Anatembea na misokoto ya kutosha, anavuta tu. Unakuta tu jicho limemtoka kama nyanya. Achanganyikiwa wala nini? Kwa nini? Kuna ulinzi wa kimashetani kwenye vichwa vyao. Maana asili yao wale mashetani ni mashetani wa moshi. Wako mle. Akishavuta hivyo yanamfundisha kwenda kuibia watu. Akishavuta hivyo yanamfundisha kukaba watu. Yanampa ujasiri. Naona ni asili, kwamba ni asili ya kwao. Lakini kama si asili, akipiga tu inapiga ubongo. Anakuwa mwevu. Anapoteza uwezo. Anaokuta majalalani. Maisha yanaharibika. Mwingine pombe, eti si asili ya kwao. Kwa hiyo kumbe kuna vitu ni asili ya kwao na mtu.
Hiyo asili iko wapi? Lakini Biblia haituambii pombe ni asili ya kwetu, wala bangi ni asili ya kwetu, wala ulevi ni asili ya kwetu, wala ukahaba ni asili ya kwetu, wala kuharibu mimba, wala kuzaa watoto waliokufa. Kuna mambo sio asili ya kwenu, ila ukiyaruhusu yanafanyika asili ya kwenu, yanaanzia kwako. Amen. Hizo unazosikia asili maana yake zina viumbe vya rohoni.